Naam, wahenga walisema mgeni njoo mwenyeji apone, na asili yetu ya Kibantu inatufunza kuwa mvua ya baraka haitishi bali hutuliza ardhi. Leo milango ya utamaduni wetu imefunguka kwa tabasamu pana na nyika za Tanzania zimesisimka kupokea miguu ya dhahabu. Oh wow! Rio, I love you. Kutoka katika chimbuko la soka la kulipwa kule Ulaya hadi kwenye ardhi ya amani, misitu ya kifahari na ukarimu usio na kifani, gwiji wa kandanda duniani Rio Ferdinand ametoa rasmi nchini Tanzania. Sasa Rio Ferdinand anatueleza. I want to say I'm overwhelmed with the welcome. Visiting here in Tanzania is like I didn't know what to expect, but I've just landed here and the reception I've received here from dignitaries from a government level, but also just the fans that have come out here. Again, it always goes beyond my expectations when I come to Africa, and here is no different. I mean, I'm really excited to see what's in store here. Going to have some great meetings, but go out and see the people and see some great touristic sites as well that many people over the years have gone to and I've heard about. So I'm really looking forward to it, man. There's so much to see here. I've done my research. I want to see, I want to smell, I want to taste the food. Yes, yeah, make sure they got the food. But no, I'm looking forward to, again, positive conversations about moving forward, positivity, and building some sort of connection and some exciting moments, I'm sure, to come between us, because I think, again, we're very aligned. Obviously, I'm an ex-football player. I'm a part of the football ecosystem on a global level, and Tanzania are making strides to become a global powerhouse in football, and they need the support. And I think it's always good to share the support and the knowledge and information to help other people come forward. And the Tanzanian people, the way I'm being received here, I'll be giving a lot back. Yes, Rio. Tanzania will be hosting AFCON next year. Yeah, we've hosted tournaments, and the impact it has on the people, on generations. There'll be young people that will be part of that World Cup, either volunteers or young people with inspiration, ignites a generation. So, pardon? What are the opportunities in Tanzania that motivate you to come here? First of all, I think my good friend Paul here, we've been experiencing things, and then I think you can start cooking up some good ideas and moving forward. Rio, you've been to Kenya, Tanzania, and you've been told the standards to compete strongly. I was with one of my old enemies yesterday, Mr. Arsene Wenger, and we was talking about this because I told him I was coming here, and he was saying one of the biggest things, not just in Africa but around the world, where outside of Europe and the top countries, and good governance. When you have this, you have a good opportunity to breed good players that will become global superstars and icons for the young people. Kwa amani, lakini pia kwa vijana wetu wanaochipukia, kwa vizazi vinavyokuja, kuwapa hamasa na kuamini kwamba hivi vitu vinawezekana. Kutangaza tamaduni zetu. Sisi sote ni mashahidi, tunajua Tanzania ukilinganisha na mataifa mengine mengi hata haya ambao tunashirikiana nayo kuandaa michuano ya AFCON, Tanzania tuna vitu vingi unique compare na hayo mataifa mengine. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi kama wadau na serikali kuona ni namna gani tunajiposition ili kuweza kuiambia dunia na kutangazia ulimwengu Tanzania ni nchi ya namna gani, ambayo ina rasilimali zipi, ambayo ina vitu gani. Kwa hiyo mimi naamini moja kati ya idea nzuri ni kuwatumia wa international influencers the caliber of Rio na wengine kama ulivyosema Didier Drogba. Inatusaidia kuposition na kutuweka kwenye nafasi ambayo inakuwa ni tofauti na mataifa mengine ambao kwa pamoja tunashirikiana kuandaa mashindano ya AFCON mwakani. Rio ataenda kufanya clinic moja ya academy kwenye uwanja wa Gymkhana. Ina thamani kiasi gani kwa vijana kupata nafasi pengine ya kutrain hata kwa dakika 10 tu na mchezaji wa zamani aina ya Rio?
inakwenda kuwa motivate na kuwajenga kisaikolojia na kuwafanya waamini kwamba wanaweza wakafika kwenye level ambazo Rio Ferdinand alifika. Pamoja na kuwa na kipaji, haitoshelezi kuweza kupeleka kwenye nchi ya ahadi. Moja kati ya vitu ambavyo vinatakiwa kufanyika kwenye kumjenga kijana ni kumtengenezea mazingira mazuri na njia nzuri ya kupita ili kuweza kumaximize ile potential aliyokuwa nayo. Kwa hiyo kupata fursa ya kukutana na magwiji wa kaliba ya Rio inamfanya kijana aweze kuhisi kwamba ile talent aliyokuwa nayo inaweza kumfikisha mahali ambapo anastahili kufika. Kwa hiyo ni jambo kubwa kwa sababu lina motivate vijana na kuwatengenezea mazingira ya kuamini kwamba na wao siku moja wanaweza wakawa kama huyu gwiji ambaye leo hii aidha inawezekana walikuwa wanapata story kutoka kwa wazazi wao, kwa sababu Rio vijana wengi ambao anakwenda kwa train leo hawakumshuhudia akicheza hata kupitia kwenye runinga. Vijana wanakiangalia kizazi hiki cha kina Gabriel, kina Saliba, kina Martinez, kina Lamine Yamal, kina Vinicius Junior, ndio wanaowaona na wanatamani kuwa kama wao. Lakini dunia sasa hivi kutokana na kukua kwa teknolojia haileti ugumu au changamoto ya vijana kuweza kuwafahamu na kuwafuatilia story kama hii ya Rio. Naamini vijana wameshazama sana kwenye mitandao, wameshaenda ku Google na kumfuatilia na kwenda kwenye YouTube na kuona video clip zake, tayari wanamshamjua Rio Ferdinand ni mchezaji wa kaliba gani. Kwa hiyo ni mchezaji mkubwa, inawezekana wakumwona akicheza, lakini story za watu waliofanya mambo makubwa. Ferdinand amekiri kuwa Tanzania ina kizazi chenye mapenzi makubwa na shauku ya kipekee kuelekea kwenye mchezo wa soka, lakini pia hakuwa mbali kuangalia fursa za kimichezo na maendeleo ya vijana. Kupitia mazungumzo yake na Waziri Makonda, nyota huyo ametaka kuona namna ya kugundua na kuendeleza vipaji vilivyojificha vya vijana wa Kitanzania na kuvigeuza kuwa fursa za kiuchumi ulimwenguni kote. Pia kutangaza utalii na utamaduni ambako Ferdinand anakuja kujifunza kuhusu utamaduni wa Tanzania pamoja na kutembelea vivutio vikuu vya utalii, huku pia kukutana na viongozi wakuu katika ratiba yake, ambako amebainisha kwamba ni heshima kubwa kwake kukutana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wengine wakuu wa serikali. Katika ziara yake ya siku 4 kuanzia Mei 19 hii leo hadi Mei 22, 2026, msafara wa Ferdinand utazunguka katika mikoa ya kimkakati nchini ili kugusa sekta mbalimbali tofauti ambako ataanzia Dar es Salaam. Mapokezi makubwa na kukutana na wadau mbalimbali wa soka Tanzania na akademi za michezo hiyo yatajiri katika jiji la Dar es Salaam, lakini pia pindi tu akimaliza atarejea Dodoma ambako inatarajiwa pia atatembelea Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ili kusalimiana na watunga sheria na kuona shughuli za kiserikali zikiendelea bungeni hapo. Jijini Arusha atakwenda kukagua maendeleo ya ujenzi wa uwanja mpya wa kisasa wa soka wa Arusha. Hali kadhalika katika hifadhi ya taifa ya Serengeti pia atafanya ziara kitalii ili kujionea vivutio vya kipekee vya wanyamapori na asili ya Tanzania. Moja ya nguzo kuu za ujio wa Rio Ferdinand ni kuongeza hamasa na maandalizi kuelekea michuano ya AFCON, Tanzania ikiwa inajipanga kukamilifu kuandaa michuano hiyo mikubwa barani Afrika. Kuwepo kwa Ferdinand kutaongeza macho ya dunia kuelekea Tanzania, huku ukaguzi wake kwenye uwanja wa Arusha ukionyesha utayari wa Tanzania katika miundombinu na masuala mbalimbali. Ziara yake inatumika kama daraja la kuitangaza Tanzania kama nchi kitovu salama na cha kisasa cha michezo barani Afrika. Kabla ya mashindano hayo kuanza, ujio wa Rio Ferdinand sio tu burudani, bali unabeba faida kubwa za kiuchumi na kijamii ambazo Tanzania wengi wanapaswa kuzitarajia. Kwanza kabisa ni fursa mpya za kimataifa kwa vijana kupitia mwingiliano wake na akademi za soka. Kuna uwezekano mkubwa wa kufungua milango ya ushirikiano kati ya vivutio vya kulelea vipaji vya Tanzania na wadau wa soka barani Ulaya. Lakini pia hatoacha mbali ukuaji wa utalii wa kimichezo.
hali kadhalika diplomasia, kiuchumi na uwekezaji, ambako mazungumzo yake na viongozi wakuu wa nchi yanatarajia kuweka misingi ya uwekezaji wa muda mrefu katika sekta ya michezo na burudani. Pia ujio wa Ferdinand nchini Tanzania unakuja na ratiba kabambe iliyoratibiwa na serikali, sambamba na kasi kubwa ya ujenzi wa uwanja mpya wa soka wa Arusha kwa ajili ya maandalizi ya fainali za AFCON 2027. Ziara hii ya siku 4 ya Rio Ferdinand nchini Tanzania si tu tukio la kihistoria, bali ni daraja la dhahabu linalounganisha soka la Tanzania na ramani ya kimataifa. Kuanzia safari ya kihistoria ndani ya treni ya SGR hadi ukaguzi wa miundombinu ya AFCON jijini Arusha, nchi inadhihirisha utayari wake wa kiwango cha juu. Chini ya uongozi wa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na mikakati ya Mheshimiwa Makonda, Tanzania sasa iko tayari kuonyesha ulimwengu kuwa michezo ni uchumi na soka ni ajira. Kazi kubwa iliyobaki kwa wadau na Watanzania wote ni kuchangamkia fursa hizi kuelekea AFCON 2027. Makala hii imeandaliwa na kusimuliwa kwako nami Emmanuel Paul. Hii ni Skyward Television. Usiache kufuatilia kupitia majukwaa mbalimbali ya kijamii kwa anwani moja ya Skyward Television.